Majira ni saa sita saa za Afrika Kati, ikiwa ni 7 majira ya Afrika Mashariki. Ambao kunasikiliza ni Baraka One TV, kipindi ni Baraka 16 na mimi ni ndugu yako baba la baba, the one and only town DJ P Rajab Wakili Kabonga, mzee wa Ngwasuma. Hatukuweza kumalizia asubuhi kuhusiana na Wanyamulenge wenye Rwanda kuweza kuchukua jina, kuiba jina na kuanza kujiita hilo jina wakijinadi kuwa ni wao ndio wenyeji wa jina hilo, na wote tunafahamu kwamba hilo jina la Wanyamulenge lilitengenezwa na watu ambao walikuwa na hitaji kupata uraia wa DRC kwa kinguvu. Tutazungumzia kuhusiana na mauaji ambayo yamefanyika. M23 wameweza kusababisha mauaji hiyo tarehe 8 za mwezi wa 8 maeneo ya Kituku, mkomine ya Goma. Watu wawili wameripotiwa kule kuuawa, na vile vile tutazungumzia kuhusiana na mauaji mengine ya watu 3 na wengine kadhaa kuweza kujeruhiwa maeneo ya Kale. Tujuru mauaji hayo yamefanywa na magaidi wa M23, na tutazungumzia kuhusiana na hali yenye iko inaendelea Kolwezi ndani ya mji wa Lualaba, ambako Waswahili wako nafanyiwa vitu vya kinyanyaso, wako wananyanyaswa na wanaojiita watoto wa Katanga. Na pia M23 wanaripotiwa wameonekana wakijaribu kujikatiza katika vijiji vya Kitoga, Rubuga pamoja na Murambi ndani ya groupment ya Kigoma Sheferi ya Bafuliru tarafani Uvira, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibuni sana. Matangazo haya unayapata kusikiza kupitia Mutula FM, iko maeneo ya Shabunda. Shirika na sisi kupitia Operation Saidia Muzalendo, na vile vile usikose kuendelea kutembelea Mwangaza TV ambako utakutanana na matukio mengi yote ambayo kuna rindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuanze na hatua ya kwanza. Wanasema aliyoko mbele atakuwa wa mwisho na aliyoko wa mwisho atakuwa wa mbele. Tuanze chini. Jana kumeripotiwa hali ya sintofahamu maeneo ya tarafa ya Uvira, nikizungumzia maeneo ya utawala wa Bafuliru ndani ya mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimboni Kivu ya Kusini, ambako unasemekana kuwa kijiji cha Kitoga, kijiji cha Rubuga, kijiji cha Murambi ndani ya groupment ya Kigoma utawala wa Bafuliru tarafani Uvira, kumeonekana kuna uwepo wa magaidi wa M23 wakiongozwa na bwana Katare Rushaba. Kwa hiyo tunahitaji wazalendo wa wana FRDC waweze kuwa makini sana kwa kuweka mikakati katika hayo maeneo. Huyu Katare Rushaba ni mtoto wa hayo maeneo ambaye yuko naenda na waonyesha mahala pa kupitia au watu, jambo ambalo tuko tunalipigania mara kwa mara, kuonyesha jamii zetu kwamba hakuna umuhimu wa kucollaborate na adui. Tunatakiwa sisi wenyewe kwanza kupambania maisha yetu, usalama wetu, uhalali wetu, lakini baadhi ya ndugu zetu wako wanaenda kucollaborate na adui na hivyo kusababisha maafa makubwa kwa ndugu zao wao wenyewe. Kwa hiyo FRDC wazalendo katika hayo maeneo mnahitajika kuweza kuwa makini. Hii ni taarifa ambayo nimeipewa rasmi niweze kuifikisha, na lazima itakuwa imefika, sababu kabla kupita hapa ishapita kwanza kwa wahusika. Kuna dossier inatokea maeneo ya Lualaba, ni kupitia Machozi ya Raia. Machozi ya Raia inazungumza yafuatayo. Ile ni shirika la kiraia. Wanasema ba ressortissants ba Grand Kivu wanaoishi vive un véritable calvaire dans la province
di Lualaba. Wanaishi katika mazingira yenye changamoto kubwa ndani ya mkoa wa Lualaba. Particulièrement ndani ya mji wa Kolwezi. Tokea miezi kadhaa sasa hivi tension inazidi kupanda, huku mambo ya uoga na wasiwasi, pia méfiance, insécurité à l'égard des personnes originaires du Grand Kivu iko inaanza kuonekana kwa ndugu zetu wa maeneo ya Grand Katanga. Le nombre de la communauté du Grand Kivu serait considéré comme des étrangers sur le sol congolais, alors qu'ils sont pourtant des citoyens de la République démocratique du Congo au même titre que tous les autres Congolais. Depuis le mois de mars 2026, les violences liées à cette perception auraient pris une ampleur préoccupante. Mwezi mzima huyu uliopita wa mwezi wa March, so hali inaonekana kuendelea kuwa mbaya. Hili swala niko niliongelea mara kwa mara na inabidi kuwa pia tunalikazia. Donc in short ni kwamba Kolwezi ndugu zetu wako wanasumbuliwa, wanaotoka Grand Kivu, Bukavu, Goma, Uvira, wapi Fizi, huko Ituri. Ndugu zangu wa Katanga, mwache kuwa mnajisahau. Sawa? Mwache kuwa mnajisahau na mwache kuwa mnatafuta shida kwenye shida haziko. Hii tabia mko nayo sana. Mimi nimekaa Lubumbashi, nimefika Kolwezi, maisha yenye watoto wa Kivu wako wanapitia kule ni maisha ya manyanyaso mno. Unaona watu wa Kivu wako na nguvu ya kutafuta. Wako na mekanike mbichwa zao. Sawa? Sasa ndugu zetu wa Katanga wao ni wavivu wa kichwa. Na pia ni wavivu wa kutafuta na hawana ufundi mwingi ndani yao. Wengi wanasoma university na wako na malengo yao ni kwamba waajiriwe mserikali. Hilo waajiriwe mserikali. Wende Katanga wafanyabiashara wengi wafanyabiashara wanatoka ni Kivu. Wende kute ba mekanisi ba mingi wanatoka ni Mkivu. Ba shoferi mingi wanatoka ni Mkivu. Ba maso wanini wanatoka ni Mkivu. Donc biko na ile nguvu ya kufanya na akili ya ziada. Sasa ile iko na create wivu kwa Katange. Na kitu kenye mtajua ni kwamba Kongo haiko Afrique du Sud. Na ni Lubumbashi, Kolwezi, Lualaba kule kote haiko Afrique du Sud. Ile iko toujours Mkongo, na kama iko Mkongo tu Kongole iko na droit ya kusione kote Mkongo kwenye anajisikia na ajinstale aoe na azae na aishi maisha yenye yeye mwenyewe anajisikia, sababu iko na hiyo sheria. Ndio gisi katiba ya nchi yetu inatuambia. Kwa hiyo hatuna haja ya kuwekeana vizingiti mwaitu tutia bamwa discrimination kati na biso wana esengeli ekota kati na biso te. Omoni bandeko ya biso ya Katanga ndenge bozalaka na Buzoba na Mituna bino, bamosusu bon c'est pas tout le monde, il y a quelques Katangais au bazaka na Buzoba boy. O Mswahili ndani ya Bukavu, oyo auti Bukavu, oyo auti Goma, oyo auti Uvira. Donc makambo muku ya boy na boy ya ndenge na ndenge, unakuta watu wanakuwa wanachukuliana na tabia yenye haiko ya kujenga. Yote ni juu ya nini? Ni kwa sababu ndugu zetu wamewekwa kile kitu roho moja yenye haiko ya binadamu. Na ngoja nakukumbusha kitu kimoja. Kama mko mnawazia kwamba watoka Grand Kivu ndo wako ndo wabaya, ila mnafavorize Watusi kwamba ndo wazuri, ndo mtaishi nao M23. Ewan, kama wengi walikimbia huko Makatanga, walikimbia M23. Walikimbia mateso yenye iko napitikana huko. Walikimbia marebelio ziziko zinatoka huko za ndenge na ndenge. Sawa? Sasa ile mweye hamtaona wema wa Mtusi wakati anafika Katanga.
yote yenye iko na bambia hapa saizi iko na badanganya. Hakuna kenye mtusi atabafanyia sana fika Katanga. Au contraire, mtasibiri kila ambacho sisi tulisibiri huku na kufanya kwamba tuanze kukimbilia maeneo mengine, ndio pia na nyinyi mtasibiri endapo mtashindwa kujielewa na kuona kwamba watoto wa Kivu ni ndugu zetu. Sisi sote tunatakiwa tuishi kwa amani, ushirikiano na kuendelea kupeana support pale ambako inastahili. Kwa hiyo hizi tabia ambazo tunazoonyesha maeneo ya Grand Katanga sio tabia za mzuri, hazitakiwi kuwa zinaendelea. So taarifa nyingine hapa ni kwamba shirika hilo la kiraia linapigia msumari kuhusiana na mabariere zaidi ya 30 ambazo zinapatikana Muruti National numero 5 kutoka Uvira kuelekea maeneo ya Baraka, na zoezi ambalo liko linafanywa na General Amuli ya Kutumba pamoja na Komandare Jo Asego ya kuenda na vunja hizo barriere ni jambo la maana, kwa sababu litawasaidia pia raia kuweza kuwa vizuri na kuendelea kutumia barabara hiyo ya taifa kwa faida ya sisi sote. Huko maeneo ya Kale watu 3 wameripotiwa kuuliwa ndani ya nyumba moja, ikiwa ni familia moja, mama na watoto wake wawili, na wengine kadhaa pia wakipata majeraha baada ya mortier 82 iliyorushwa na magaidi wa M23 na kwenda kusababisha hayo maafa hivyo. Ilikuwa kwaje mpaka ikafikia hivyo? Hayo maeneo ndani ya kijiji ndani ya kitongoji cha Bunje, ikiwa ni mtarafa ya Kale jimboni Kivu ya Kusini. Wagaidi wa M23 walivamia hicho kijiji na kujaribu kuzivunja ngome za FRDC, lakini bila mafanikio. Mafanikio yalikuwa ni kwa upande wa FRDC pamoja na wazalendo ambao walitumia nguvu za ziada kuweza kuwarepusia magaidi wa M23, na walichokifanya ni kuweza kularge mabombe na kwenda kusababisha hayo mauaji ya hiyo familia nzima. Upande mwingine pia kwa upande wa Goma, Goma mili ya watu wawili imeweza kugundulika wakiwa ni vijana wawili asubuhi mapema ya tarehe 8 za mwezi wa 8 2026 pembeni ya soko ya Kituku, ikiwa ndani ya komine ya Goma, ikiwa en surface pia. Hiyo ni hali yenye inatia wasiwasi, kwa sababu ilikutwa inahelea ndani ya maji kwa ndani ya ziwa Kivu, ikiwa kabisa ni pembezoni mwa moja kati ya makambi za magaidi wa M23. Pale kuna position ya M23. M23 wako wanajinadi kwamba wanasekirize vile ya Goma iko vizuri, hakuna tatizo lote, lakini mauaji yako yanazidi kuripotiwa mara kwa mara kwa ngambo ya magaidi wa M23. Hii ni kutokana na namna jinsi wako wanaendesha mambo yao katika hayo maeneo. M23 maeneo yao yote ambayo wanayamiliki yanapitia changamoto kubwa la kiusalama, kwa sababu wanaosababisha usalama kuwa mdogo ni wao wenyewe M23. Sasa tufanye hivi, nafikiri tumesikiza baadhi ya vichwa muhimu na pia hali yenye inaendelea sehemu mbalimbali. Nataka nizungumze na wananchi wa ndugu zangu wa Kongomani ambao tuko tunasikizana sasa hivi. Hali ambayo tuko tunapitia ndani ya nchi hii ni hali ya kila mtu anatakiwa akuwa responsable wa maisha yake na maisha ya mwenzake, na pia kuangalia mustakabali wa nchi, kwa sababu faida ya mtu binafsi isikufanye ama isiwafanye mkapoteza matumaini ya taifa nzima. Hali yenye tuko tunapitia sasa hivi, tuko na vitu vingi ambavyo serikali tunaidai iweze kututimizia, lakini tena ndugu zetu wengine wako wanatumiwa na maadui kujaribu tena kuwaumiza ndugu zao wengine wenye walitoka kwenye shida. Unaona, Kongole ashakuwa na tabia moja ambayo
si kama tunairemarke sisi sote, ni tabia ambayo mtu iko tayari kunyonya hata kale kadogo kenye ulikuwa uko nako, yeye akakamate. Kwa mfano, unajikuta unabanwa, unaenda kuomba msaada service fasi yote tu ya serikali ama tu mtu mwenzako, meiko nakwambia bwana, hii hapa ili kuweza kufanya hii inabidi utoe kwanza hivi. Unaambia mimi nimekuja hapa nisaidie kwa sababu sina uwezo, lakini anakwambia kama hautatafuta hiyo uende. Donc watu wanakuwa hawako tayari kuwa wanajitolea juu ya kuwasaidia watu wengine. Ile ni tabia yenye Kongole ashavishwa nayo miaka 18 ya utawala wa Hippolyte Kanambe. Ndio Mkongomani alikuwa iko naishi hivyo. So alikuwa ni mtu mmoja mwenye tabia chafu, mpaka usaliti ukawa unazidi kukua kwa asilimia kubwa ndani ya jeshi, ndani ya jamii. Yani kila mtu akakuwa iko ni egoist. Kamata upande wa arme, ukiona makamanda wetu, mimi nawaangaliaga na macho hivi, nawaangalia nasema, ukiona kamanda jinsi iko na muonekano, unamwona ni mtu mzima, unapenda kwamba tuko na arme yenye iko fort, tuko na watu dynamic. Matendo yenye atakiwa kukufanyia hapo, nasema eske vraiment huyu anamerite kuwa soda? Nikaja kugundua kwamba wasoda wengi wenye wako mu FARDC wakati ya Kabila, ba generaux banani baloweza ingizo wa muarme bila kuwa na formation ya arme, na wengine walikuwa zao ni ma businessman, wakajikuta wanaingizwa juu kwa ni uko na ndugu yako tu anaenda kuwa ni escort wako, na anaingia na anakuwa colonel major, lieutenant, sous-lieutenant, lieutenant general, anakuwa general. Ilikuwa inafanyika hivyo. Ukiangalia wanajeshi wengine wenye waliingizwa mu FARDC, kuko ba Uganda, nishasema hivi, kuko ba Rwanda, kuko ba Somalia, kuko ba bote biko mu FARDC, na kila soda pale iko na karakteri yake. Haiko arme yenye kusema ki iko natembelea ide moya, arme ni commandement, lakini yetu ni mchanganyiko. Na ndio maana uko nakuta kwamba mambo hayaendi vile ambavyo yanastahili kwenda. Sasa hile haitatuzuia tusishindwe kusema kwamba licha ya haya yote, lakini bado tutaendelea kufanyaje? Kupigana juu ya kutafuta amani na haki kwa sisi sote. Ndio maana nasema mara mingi sisi wengine hatuwezi kukata tamaa eti kwa sababu watu wawili watatu wanakula rushwa, eti watu wawili watatu wanaongea na adui. Kongo iko na watu zaidi ya milioni 150. Kwa hiyo katika watu milioni 150, sawa, hatuwezi achia watu 50,000 kwamba ni wasaliti ndio tuache watu wengine milioni 150. Hapana. Unaona? Hatuwezi acha hivyo. Kwa hiyo mpaka watu wafikie hata milioni 10 ya wasaliti, bado hawajafikia idadi ya Wakongomani wote. Na ukiangalia Sevre, licha kila fasi tuko na wasaliti, lakini wasaliti hawako sawasawa na waaminifu. Waaminifu still bado ni wengi mno. Sasa wale wasaliti wachache wasitukatishe tamaa. Juu niko naona mumamioyo ya watu wako wanajaribu kukatishwa tamaa eti kwa sababu fulani amesaliti. No, anaposaliti yeye, jua kuna wengine 10 wenye hawawezi kusaliti. Kamatia hili swala la Ituri, Mambasa, mtu ambaye alikamatwa na ADF, mlimsikia kwenye matangazo yetu ya asubuhi, anapelekwa na ADF, anafika porini, anafanya manevre, anatoroka. Kutoroka anakuja mpaka anatoa ripoti kwa viongozi wa village. Viongozi wa village wanampeleka mpaka kwa askari jeshi. Jeshi wanamuoji, anawaambia ilikuwa ni hivi. Hakuna reaction hata moja, na jeshi ilikamata. Wazalendo wanakuja, wanasema twende tuwatafute hao watu. Jeshi linawaambia mwe murudie, tutawatafuta na drone. Unasikia? Mwe murudie, tutawatafuta na drone.
leo ndo mnataka kuwatafuta na drone. Ima siku yote mbona mlikuwa amuwatafuti na drone? Ima siku yote mbona hatukuwa tunasikia kwamba mtafanya hivi na drone? Washafika, washasababisha maafa kama haya, ndo mtuambie kwamba turudie mwe mtawatafuta na drone. Donc ni vitu vyenye ukisikia mpaka unasema kweli tuko na shida kubwa, na hii shida ndo hii yenye tunatakiwa tuendelee kuimaliza mdogo mdogo. Sisi wenyewe hatutakatishwa tamaa kwa sababu ya wale wachache. Sisi ambao tuko wengi tutaendelea kushirikiana na tuhakikishe kwamba tunafika pale ambako tunastahili kufika. So haya ni machache ambayo tulikuwa tuko nayo kwa muda huu. Mengine nafikiri tutakutanana majira ya saa 9 kwenye kipindi cha habari na maelezo. Representant legal wa 8e CEPAC au CEPESA njo aliwapatia maburse wakaenda kusoma huko Ulaya. Na wakati walienda kusoma huko Ulaya, hao Wanyarwanda wazungu walikuwepo humu ndani ya nchi ya Kongo. Waliotuachia vita hivi ni Mobutu. Mobutu ambaye alifukuza wazungu akawapatia si 48 heures ou 24 heures. Wazungu waliondoka, na wale wazungu walijua nchi ya Kongo, walijua minere ambayo inapatikana ndani ya nchi ya Kongo, na hiyo ndiyo vita Wakongomani, hiyo ndiyo vita. Na hiyo vita vya kutafuta madini ya Kongo, kutafuta minere ya Kongo, kutafuta dhahabu za Kongo, ndivyo vinamaliza Wakongomani, na hivyo ndivyo vinaleta ukabila kwa Mnyarwanda na Mkongomani. Maana uangalie, Mnyarwanda na Mkongomani walikuwa ni marafiki, walioweana, waliishi pamoja, na kama hivi tunaishi pamoja, tunaingia kanisa moja, tunaabudu katika kanisa moja na wao. Lakini tatizo iliyoko, vijana waliokwenda kusoma huko Ulaya ndio walikuya wako fabrique scientifiquement, walikuwa wako fabrique politiquement, kwa kuunda chama, kwa kutafuta minere ya nchi ya Kongo. Hiyo ndiyo tatizo ambayo iliyoko, na hiyo ndiyo shida ya Wakongo. Dhahabu za nchi ya Kongo, minere ya nchi ya Kongo ndio shida kwa Wakongomani. Kwa hiyo natamani mjue vizuri, kuna wengine vibaraka vya Wakongomani ambavyo vinatumikishwa na Wanyarwanda. Disons l'administration yote ya Goma ni Wanyarwanda wanashapote, administration ya Bukavu Wanyarwanda wanashapote, wakomanda ni Wanyarwanda ambao ndio wakomanda, na Wakongomani vijinga ndio wanakwenda nyuma ya hao Wanyarwanda kupora mali ya Wakongomani na kuchoma manyumba za Wakongomani. Hiyo ndiyo tatizo tulionayo ndani ya nchi ya Kongo. Basi tufanyeje tunaposema eti tuko wa tribal? Non, ce n'est pas la guerre de tribalisme, mais c'est la guerre d'occupation. Ce que nous sommes en train de traverser, c'est la guerre d'occupation, c'est la guerre de nous prendre comme l'esclave. Maintenant, nous disons à tous les Congolais, soyez vigilants, aimez votre pays, défendez votre pays, parce que damu ya Wakongomani ziko na mwagika bure. Ni kwa sababu wazungu wafikirie kwenye malengo yao. Jiulize, kama Mnyarwanda angekuwa mwenyewe anaweza kuheshimu kauli ya president wa Amerika, lakini hakuheshimu. Wamekwenda Ottawa sans suite, wamekwenda Russie sans suite, wamekwenda Suisse sans suite, wamerudia Amerika sans suite. Cela veut dire c'est la guerre yenye iko politisée. C'est la guerre politisée. C'est la guerre politisée. À cela, nous sommes en train de prier nos dieux.
Mungu ambaye ametupa nchi ya Kongo kusema ya kwamba aweze kusimama mwenyewe akaleta amani katika nchi yetu. Mungu ambaye ametupa nchi ya Kongo mwenyewe atazame damu za wakongomani zinazomwagika bure. Ni wenyu Samadar Mwami Wembasi, coordinateur provincial wa Wazalendo wa Coalition Nationale de VDP Barade, sentinelle de la RDC. Je resterai toujours sentinelle de la RDC. Samadar Mwami Wembasi.